Kama ambavyo wamezungumza viongozi wenzangu, ya kukagua utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa kipindi cha miezi 6. Na kwa Nzega, huu ni mradi wetu wa kwanza. Sisi tulipoingia hapa, tunaofahamu shule za msingi zile za mwanzo huko, tumeona mabadiliko makubwa sana. Na haya yote yameahidiwa kwa kweli. Swala zima la uboreshaji wa shule zetu za msingi na za sekondari yameahidiwa kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Na mnafahamu toka Daktari Samia Suluhu Hassan ameingia, baada ya mtangulizi wake Mwenyezi Mungu kumpenda, alikuwa na miaka karibu 4, amefanya kazi kubwa sana ya kuboresha sekta hii ya elimu. Maafisa wangu wa elimu wanafahamu. Shule zingine walizokuwa wanatembelea, walikuwa unafika tu, kwanza mazingira unayaona tu, haya ni mazingira ya shida kwa walimu kwa ajili ya utoaji wa taaluma, lakini vile vile kwa watoto vile vile wapokezi. Nilichokuwa nataka kusema tu, watu tuendelee kuwa tunafahamu kwamba kuna mabadiliko makubwa sana ya huko tulikotoka. Na haya ni mabadiliko hayaji tu hivi. Kuna kazi kubwa ambayo serikali ya Chama cha Mapinduzi inafanya. Sekta ziko nyingi, na hapa tuko kwenye sekta moja tu ya elimu. Haya mabadiliko mnayoyaona, ukienda huko kwenye maeneo mengine, barabara, maji, umeme na kadhalika. Ndio maana wakati mwingine tunasema kuongoza nchi sio porojo, ni kazi kubwa. CCM imefanya kazi kubwa sana. Hapa naomba niseme mambo machache. La kwanza ni upongeze mfumo mzima wa usimamizi, kwa sababu ukifika hapa unaona hali ya namna hii, majengo yamejengwa namna hii, upo usimamizi wa karibu ambao kwa kweli umesababisha hali ya namna hii itokee. Kama walivyosema wenzangu, zipo shule zingine katika mazingira ya kutokuwa na usimamizi mzuri, unaweza ukafika mahali hizo milioni 500 na zisimalize, au ukaanza kuona kuna vitu vingine vimeachwa havijamalizika. Hayo yapo katika mazingira ambayo usimamizi unakuwa hafifu. Lakini hapa nipongeze sana mkuu wa wilaya, mkurugenzi, viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya na timu zinazotoka mkoani kuja kuratibu hizi shughuli. Kwa kweli, na kandarasi aliyefanya hii kazi hapa, kama ni mafundi na nini, mmefanya kazi ambayo CCM inahitaji. Fanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo shukrani hizi kwa kweli tungependa ziendelee katika mazingira mengine. Lakini vile vile naomba niwapongeze sana walimu ambao kimsingi wameendelea kuwa wanafanya vizuri. Na mkoa wetu wa Tabora kwa kweli, huko tulikokuwa miaka mingapi iliyopita huko, tumeondoka huko, tuko kwenye maeneo ambayo kwa kweli tunaweza tukasema huu ni mkoa ambao unazo shule za sekondari hapa za miaka ya nyuma imetoa viongozi wengi na nini. Tunaweza tukasema vile vile ile chemchem sasa ya elimu ya mkoa wa Tabora imeanza kurejea kwa kasi kubwa sana. Kwa hiyo nikupongezeni sana walimu wa mkoa wa Tabora kwa kutojali wakati mwingine mazingira, mmeweza kufanya kazi katika mazingira mbalimbali. Na maisha haya ni hatua. Mimi ni mwalimu wenzenu. Wale tuliofanya kazi huko miaka ya nyuma kabisa, tunatamani labda tungerudi ujana tukafanya kazi kwenye mazingira haya ya sasa, lakini umri ndio umeshapita. Kwa hiyo nawashukuru sana, endeleeni na jitihada hizi, Mungu aendelee kuwabariki sana. La mwisho kabisa, hii ni shule mpya, si ndio? Ninawaomba sana, na bahati nzuri au bahati mbaya iko katika mazingira ya mji hivi, mji unazidi kupanuka wa Nzega. Tujitahidi sana kuhakikisha kwamba tunaweka mkakati wa kutosha kuhakikisha kwamba shule yetu hii inapimwa na inakuwa na mipaka ambayo inatambulika. Sasa sijui kama mmeshafanya, kama mmefanya sawa, lakini kama hamjafanya, fanyeni sasa. Mtakuja baadaye kuwa na migogoro na wananchi wanaozunguka hapa. Kwanza haya majengo tu yanavutia. Kwa hiyo mtu anapenda hata jengo lake likaribie na mazingira haya ya hapa. Kwa hiyo mtakuja kujikuta mnaingia kwenye migogoro na majirani zenu na wananchi wenu. Kwa hiyo moja ya jambo ambalo kwa kweli tunasisitiza sana kwenye maeneo ambayo tuna shule mpya zinaanzishwa, tujitahidi sana kuhakikisha kwamba
tunakuwa na mipaka inayotambulika. Mipaka inayotambulika. Maeneo mengine huko Tabora Girls, Tabora Boys tumeweka fence. Sasa hatuwezi kuweka fence kila eneo. Maeneo kama haya yawepo mipaka ambayo kwa kweli inatambulika ili kuondoa hii migogoro mingi. Vinginevyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa kweli naomba kwa niaba ya kamati ya siasa niseme tu tumeridhika kwa asilimia kubwa na kazi nzuri iliyofanywa kwenye mradi huu wa elimu. Asanteni sana. Nzega oye! Nzega oye! CCM safi! Kwa kweli tuko kwenye kutembelea mradi na kukagua. Kama alivyosema viongozi wangu, kwa kweli hii shule tunaipa 100%. Na mimi kama mwakilishi wa watu wenye ulemavu ni kwamba changamoto yetu kubwa au ulemavu wetu unatokea baada ya kukutana na kikwazo cha kimazingira. Kwa hiyo nina imani wanafunzi yeyote atakayedailiwa hapa, inamaanisha ulemavu wake utapungua, atashiriki kama wengine, kwa sababu nimeziona slope ziko hapa, yani yamezingatia mahitaji ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kwa kweli mimi ninaipongeza serikali kwa kuzingatia, na zaidi ya yote nipongeze pia Chama cha Mapinduzi ambayo ndio inaongoza serikali, inazingatia makundi maalum ya watu wenye ulemavu. Na kwa kweli ukiangalia mazingira yote, mtu mwenye ulemavu, hata mimi hapa mwanzoni wakati naingia hapa nimeshikiliwa, kumbe rampu iko huko nyuma. Nikasema mbona umesahau jengo hili tu? Lakini kumbe iko huko nyuma. Kwa kweli ninaipongeza serikali, napongeza uongozi, na hiki isiwe mwanzo tu wa hapa hii shule. Ziwe shule zote, na si shule, hata zile vituo vyote vinavyotoa huduma za kijamii, ikiwemo hospitali, ikiwemo hata kwenye masoko, kila sehemu ambapo tunajua kwamba serikali yetu hii haitaki kumwacha mtu nyuma. Hata mtu mwenye ulemavu anaweza akashiriki kikamilifu, akashiriki kwa mafanikio yake na hata kwa nchi nzima, kwa sababu atafanya biashara vizuri, atasoma vizuri, ataendelea. Kwa hiyo mimi naipongeza sana serikali, nawapongeza watu wote, nina imani wote tumejionea. Kwa hiyo sina mengi zaidi, nimefurahi. Yani hii ndio mara ya kwanza kuona kwamba hata kila sehemu unaweza ukatembelea hivyo ukasema mbona hapa hata resho wamezingatia. Nimejaribu pale kupanda, nimeona kumbe ninaweza, hata baiskeli inapanda. Kwa hiyo kila kitu kwa kweli niwapongeze sana, kwa sababu wanaojenga hizi slope wanajenga ilimadi tu wamebandika, hawaangalii kwamba hata mtu wa kawaida akitembea anakimbia. Sasa je, mwenye wheelchair atapanda? Au sisi tunatembea kwa kuweka space? Lakini vyote hivyo vimezingatiwa. Kwa kweli ni mradi wa kwanza wa kuifurahia sana sana sana. Asanteni. Na pia tu niseme tu kwamba sisi, mimi na wenzangu wote, kwa kweli tumefurahia sana ujio wenu, kwa sababu kama unavyofahamu ndugu mwenyekiti, ni wajibu wetu sisi kama chama tawala kuhakikisha na kufuatilia kuona shughuli za utekelezaji wa ilani jinsi zinavyokwenda. Nina hakika taarifa ambayo umekabidhiwa imeeleza jinsi ambavyo tunashirikiana vizuri katika kuyatekeleza majukumu haya. Sisi chama, serikali yetu pamoja na halmashauri zetu zote tunashirikiana vizuri sana kuhakikisha kwamba mambo haya yanakwenda vizuri. Tungekuwa tumekaa tengetenge, ndugu mwenyekiti, nadhani hata sifa ambazo zinatolewa hizi pengine usingeziona, lakini haya ndiyo ya ukweli kabisa kwa kufuatana jinsi ya hali halisi yanavyofanyika. Sasa baada ya hapo sasa niombe nikukaribishe ili kusudi uweze kusema machache. Kushukuru uongozi wetu wa mkoa kwa ujumla. Ni kwamba kwa majina naitwa Revocatus Kashindie, makamu mwenyekiti wa halmashauri yetu ya mji. Kwa kweli hata sisi tunayo furaha kubwa, kwanza kututembelea mwenyekiti wetu wa mkoa kwenye mradi wetu wa shule. Taarifa yetu kama inavyoonyesha, na sisi mradi tumeusimamia vizuri na wataalamu wetu. Kwa kweli hatuna zaidi ya kusema shukrani kwa rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri anayowatendea wananchi wa mji wetu wa Nzega. Kwa kweli hii shule imekuwa msaada mkubwa mno kwa wananchi.
Shule ya ushirika ambayo ni mama shule iko pale chini, mwenyekiti, ina zaidi karibia watoto 5,000. Kwa hiyo shule imechambua, imetusababishia watoto waenee sasa. Kwa kweli serikali ya awamu ya 6 tunaishukuru sana. Asante mwenyekiti.